makanisa yatashambuliwa kati ya mwezi wa 5 huu mpaka wa 11, mpaka tunakuja kuvuka mambo ya uchaguzi. Kutakuwa na changamoto ya makanisa kuchomwa, matukio ya kiarifu makanisani, sio, umenielewa, yatatokea. Lakini pia kutakuwa na matukio ya watumishi kushambuliwa, na kama wengine watakuwa na tahadhari, kutakuwa na ambao watauawa kabisa, wanauawa na watu fulani. Ni makundi ya kigaidi, yaani kabisa. Kuna watu Mungu amenionyesha wameshaingia Tanzania, wako kwenye mission ya kuhakikisha wanadili na makanisa. Labda niseme tu kwa uwazi bila kuzunguka, uchaguzi wa mwaka huu kanisa ndo lina maamuzi ya mwisho. Kanisa, the church. Kwa hiyo shetani ameshajua kwenye upande wa rohoni, vita imeshaisha. Hakuna kafara inayotosha kuokoa watu wasipoteze. Ila kuna watu sasa wametoka kabisa, wengine nje, wengine wa ndani, kwa ajili ya kushambulia makanisa. Kushambulia makanisa, kuchoma makanisa, kushambulia wachungaji wa maparoko, watu gani, maaskofu. Kwa hiyo kama unanisikia na wewe ni mtumishi wa Mungu, sio kasema mimi nimekaa kimya, tena wewe ndo wanakutafuta, kwa sababu una pia wakutetea, ujulikani kokote. Wewe unakufa kimya kimya kama wafuasi wa Kibwetere. Kwa hiyo wachungaji, maparoko, maaskofu, ikiwa unaamini Mungu anasema, nakupa tahadhari, anza kuishi maisha fulani hivi ya kutoamini yeyote. Tofauti na hapo, tutakuwa na misiba ya viongozi wa Kikristo ya kushambuliwa na matukio ya majeraha mabaya ya kushambuliwa. Hilo naomba ulishike, mwezi wa 5 mpaka wa 11. Tukivuka hapo salama, ukatoboa hapo, umevuka. Hilo naomba niseme, nimesema mapema na nimeeleza walengwa. Kwa hiyo ili mradi wewe ni mchungaji, ni paroko, ni askofu, ni kiongozi wa kanisa mahali, usije ukasema mimi sinaga ugomvi na mtu. Hii sio issue ya una ugomvi na mtu au huna. Kuna watu wamepewa kazi tayari, wameshatawanyika kwa ajili ya kufanya vurugu. Kwa hiyo makanisa yaongeze ulinzi kwenye maeneo yake, ongezeni ulinzi. Lakini pia watumishi wa Mungu, yale maisha ya kujiachia yaacheni. Na Mungu anafanya makusudi yatatokea haya ili kuwarudisha mahali pa asili, mtafute. Na kwenye kumtafuta mtakuta mmeizaa Tanzania. Ni mawili, ubaki uile Tanzania ulioihangaikia kwenye maombi, au uzubae wakuue au wakufanye kirema. Haya yatatokea. Mimi niko tayari kuwa accounted. Si miezi 6, wa 5 hadi wa 11. Miezi 6 tu inatosha kunifanya nabii wa uongo au nabii wa kweli. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili ambalo litatokea, Mungu amenipa mawili niyaseme. Kutakuwa na vurugu, migongano, sijui nielezeje. Kutakuwa na vurugu, migongano na ari ya sintofahamu kwenye Chama cha Mapinduzi. Kuanzia mwezi wa 5, wa 6 na wa 7. Mpaka bunge likija kuisha na ile wiki yatatokea mambo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Watu waliokuwa wamekaa kimya, mwezi wa 3 tarehe 5 nilitoa unabii nikasema kutakuwa na pembe zitaanza kutoboa kuta za Yeriko. Wakati nilitumia neno la star kidogo, nikasema Yeriko ni CCM. Kwa hiyo wa 5, wa 6, wa 7 CCM inapaswa kujishikilia. Yatatokea na hakuna wa kuyazuia. Ndio bahati mbaya sasa. Yaani mtalionja lile joto lenyewe. Ni Mungu mwenyewe ameriruhusu jambo hili, kwa sababu mwisho wa siku tutazaa jambo lake pia. Kwa hiyo hata mseme sijui mtawatishia muwafute wanachama, kuna watu watawazidia idadi, watawazidia wingi na watawazidia nguvu. Kwa hiyo hamtaweza kufanya chochote
na kama nilivyosema tangu mwezi wa 3 tarehe 5, ukuta utaanguka na mapenzi ya Mungu yatapita. Kwa hiyo haya mawili nimeona nisiyaache bila kuyasema, kwa sababu yanatokea. Ili la CCM ni mwezi wa 5, wa 6 na wa 7 mwanzoni yanakuwa yametokea. Hii nyingine ni tahadhari kwa makanisa, watumishi wa Mungu wa madhabahuni, wa 5 hadi wa 11. Ukikaa kizembezembe unakufa mchungaji. Wasiojulikana wapo, na hawa sasa sio wale wa kusingizia kwamba ni polisi. Hawa sio polisi. Haya ni makundi ya kiuni, yana watu. Nafikiri tunavyozidi kwenda mbele nitawataja. Ni watu kabisa, mimi Bwana amenionyesha na oroni na wafahamu. Ila mimi nakutahadharisha, ukiwa mtumishi wa Mungu unasema kile tu ambacho cha lazima. Lengo la ule unabii ni kwa ajili ya kunusuru wewe mchungaji, usiuawe. Paroko, usiuawe. Chukua tahadhari kuliko kawaida. Mizunguko yenu kwenda kanisani na kurudi, mnavyohudumia watu, kila kitu unapaswa kuwa makini, kwa sababu maisha yenu au yetu yako hatarini. Mungu awabariki.